Ninaposingiziwa nisaidie, unilinde Bwana usiku na mchana, ukaondoe shida na hatari na misiba kwangu, Mungu wangu. Ninaposingiziwa nisaidie, unilinde Bwana usiku na mchana, ukaondoe shida na hatari na misiba kwangu, Mungu wangu. Nakuomba unisamehe makosa yangu niliyokukosea mimi mwenye dhambi. Nakuomba uniweke Baba zizini mwako. Nakuomba unisamehe makosa yangu niliyokukosea mimi mwenye dhambi. Nakuomba uniweke Baba zizini mwako. Ninaposingiziwa nisaidie, unilinde Bwana usiku na mchana, ukaondoe shida na hatari na misiba kwangu, Mungu wangu. Ninaposingiziwa nisaidie, unilinde Bwana usiku na mchana, ukaondoe shida na hatari na misiba kwangu, Mungu wangu. Ninaposingiziwa nisaidie, unilinde Bwana usiku na mchana, ukaondoe shida na hatari na misiba kwangu, Mungu wangu. Ninaposingiziwa nisaidie, unilinde Bwana usiku na mchana, ukaondoe shida na hatari na
misiba kwangu Mungu wangu. Wenye vitabu, ibada ya Jumatano ya Majivu. Tuanze ibada hii takatifu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mtazame Yesu mfalme wa amani, aliyeubeba msalaba bila aibu. Aliacha furaha na utukufu, akanyenyekea mpaka mauti. Sasa ameketi mkono wa kuume kwenye kiti cha kifalme cha Mungu. Mfalme huyu alikukomboa kutoka mauti na kaburi, akakuvika taji ya neema na msamaha. Bwana yu karibu na wanyenyekevu wote wenye roho za kutubu, anawasikiliza. Hivyo tumkaribie kwa unyenyekevu na imani, tukitubu dhambi zetu, tukisema hivi: Mungu wa rehema, Baba yetu wa mbinguni, tunaungama kwako dhambi zetu ambazo kwazo twastahili hasira na adhabu yako. Utuangalie kwa huruma na utupe msamaha wa dhambi zetu kwa ajili ya mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amen. Ndugu zangu wapendwa, ungamo hili lilikuwa ni la kweli, na tukitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili ya Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, na watangazia kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Watu wengi wanakimbilia mali zao, kazi ya Mungu kwao ni machukizo. Watu wa Mungu, jitoe sadaka tumtumikie Mungu, shetani asitupeleke jehanamu. Watu wengi wanakimbilia mali zao, kazi ya Mungu kwao ni machukizo. Watu wa Mungu, jitoe sadaka tumtumikie Mungu, shetani asitupeleke jehanamu. Wasirundarundike, wasirunde vizuri, mwisho ziliwe na wasiozitafuta. Kwenye kitabu cha Biblia watazitafuta tena watazipata. Wasirundarundike, wasirunde vizuri, mwisho ziliwe na wasiozitafuta.
watazipata. Wazirundarundike, wazirunde vizuri, mwisho ziliwe na wasiozitafuta. Mbinguni ni mwenye rehema siku zote. Mama, kaka, dada, tumtumikie Mungu wetu. Wa mbinguni ni mwenye rehema siku zote. Mama, kaka, dada, tumtumikie Mungu wetu. Wa mbinguni ni mwenye rehema siku zote. Mama, kaka, dada, tumtumikie Mungu wetu. Wa mbinguni ni mwenye rehema siku zote. Watazitafuta tena watazipata. Wazirundarundike, wazirunde vizuri, mwisho ziliwe na wasiozitafuta. Kwenye kitabu cha Biblia watazitafuta tena watazipata. Wazirundarundike, wazirunde vizuri, mwisho ziliwe na wasiozitafuta. Waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 8 tu. Waraka wa Yakobo sura ya 8 mstari wa 4, sura ya 4 mstari wa 8 tu. Neno la Bwana linasema, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Tuombe. Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuna kila sababu ya kukushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa ajili ya siku njema ya leo, kwamba umetukutanisha mahali hapa ili tuweze kutafakari neno lako, tuweze kuona uzuri wako, tuweze kukupenda zaidi ya vitu vingine vyote. Ndugu Mungu Baba wa neema, tunaomba utujalie muda huu tutafakari vyema neno lako. Neno lako liwe taa na mwanga kwa njia zetu, litumulikie katika mapito yetu, litumulikie katika maisha yetu, tukuone wewe Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu wapendwa, wito wetu katika ziara hii ni kuwaomba kumkaribia Bwana. Ukimkaribia Bwana, Mungu naye anakukaribia. Bwana anakuwa karibu na wewe, Bwana anakubariki, Bwana anakupigania, Bwana anakuinua. Mkaribieni Bwana naye Bwana atawakaribia ninyi. Ukimkaribia Mungu, Mungu anakuwa pamoja na wewe. Hapa nitakaza mambo hasa matatu. Unapomkaribia Bwana, mkaribie kwa imani. Mkaribie Mungu kwa imani. Yaani maana yake imani iwe ni ngao, ikukinge mishale ya mwovu, ikukinge nguvu za adui, ikukinge katika kila hatua yoyote unayoipitia. Mungu aweze kukulinda na kukutunza katika maisha yako yote. Kwa hiyo mkaribie Bwana kwa imani. Tumwamini Mungu pale, tujifiche kwa Mungu. Yeye kama tunavyoimba katika wimbo wa 430, yeye anatuficha. Anatuficha katika damu yake, anatuficha dhidi ya maadui, anatuficha dhidi ya mahangaiko, anatuficha dhidi ya hila zote za mwovu. Tunakuwa salama katika mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi ninapoangalia kwaya hapa,
Unaona vijana wadogo, vijana wakubwa, watu wa makamu, wote kwa pamoja tunapomkaribia Bwana, Bwana anatukaribia naye. Ndiyo maana mambo yenu yanafanikiwa. Ndiyo maana Mungu anakuwa pamoja na nyinyi. Ndiyo maana Mungu anawasaidia katika kila hatua. Ukimkaribia Mungu, Mungu anakuwa karibu na wewe. Mungu anajitoa kwako. Ukimtolea Mungu, ukajitoa kwa Bwana, Bwana anauzidisha muda wako. Bwana anauongeza muda wako. Badala ya kuishi kwa muda mfupi, tena muda wenye uchungu na maumivu na magonjwa, utaona mtu anakuwa anazeeka miaka 90, miaka 100, miaka 105, miaka 110 akiwa na afya njema. Bwana amewabariki sana. Kwa hiyo Mungu azidi kuwabariki sana. Kwa hiyo imani iwe ni ngao katika kumtumikia Bwana. Lakini pia imani iwasaidie kuzima moto wa shetani. Shetani hatuogopi kwa sababu sisi tumemkaribia Bwana. Shetani haogopi. Anakuja, anatumia njia zake, anataka akufikie, anataka akuguse, anataka akutikise, anataka akuguseguse tu. Lakini kama umesimama katika imani, Mungu akiwa pamoja nawe, shetani anakuwa mbali na wewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akisimama na wewe, wewe usiwe na hofu. Mungu atakulinda. Mungu atakupigania. Mungu atakushindia. Mungu atasimama na wewe. Mungu atakubeba. Unapochoka, yeye anakutia nguvu. Unaposikia kukata tamaa, yeye ndiye anayekuhamasisha usikate tamaa. Tunashinda kwa sababu tunaye Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na Yesu huwezi kushindwa. Huwezi kushindwa chochote. Yesu akisimama upande wako, anakuwezesha. Lakini pia imani yako ikusaidie kuikinga mishale ya mwovu. Najua mwovu wakati mwingine anarusha mishale. Uko mahali fulani, umetulia tu, unaimba, unapokea simu. Simu inakwambia, jamani kimbia, nyumbani kuna jambo limetokea. Hiyo ni mishale ya mwovu hiyo. Inataka kukuondoa kwenye msimamo. Ikija hiyo mishale, sema nakataa katika jina la Yesu. Na Mungu ataondoa hiyo na wewe utakuwa huru. Ndugu zangu wapendwa, tusiendelee kuogopa, tusiendelee kuhangaika, tusiendelee kufadhaika. Tuendelee kumkaribia Mungu kila wakati. Mkaribie Mungu kila wakati. Mkaribie Mungu katika adha, katika furaha, katika misukosuko, katika wasiwasi. Popote unapoona wewe kuwa karibu na Bwana. Wote waliokaa karibu na Mungu wamepata furaha ya ajabu. Wamepata amani ya ajabu. Wametunzwa vizuri kwa ajabu. Wamekaa katika kumtegemea Mungu na Mungu amekuwa nao daima. Basi ndugu zangu wapendwa, tumefika katika vijiji vyetu, katika nyumba zetu, tukizungumza na ninyi. Jambo la kwanza tukizungumza juu ya mahudhurio. Mimi nafurahi wote leo ninawaona pale tulipotembea, wote mmefika. Tunapenda kuwashukuru wahudumu wa kijiji cha wapi tulipokuwa leo, Nyarubila. Tunawapongeza na bila shaka washarika wa kule wamefika. Sasa wasinyooshe mikono. Wakinyoosha mikono wanaweza wakawa wengi sana, tukaogopa sana. Tunapenda kuwatia moyo. Kwa hiyo tuendelee kuhudhuria kwa wingi kwa kweli. Lakini pia tumekuwa na wito maalum wa kuleta watoto kwa Yesu. Watoto waje kwa Yesu. Wapo wazazi wengi wamekaa huko vijijini, hawapendi watoto wao wamkaribie Bwana. Wanakaa huko nyumbani, watoto wanakaa hivyo. Mtoto anakaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa tano, mwaka wa 10, wanasubiri mpaka atakapoota ndevu ndipo atajileta kwa Bwana. Umkaribie Bwana, na wewe mzazi mlete mtoto wako kwa Yesu ili Yesu aweze kumsaidia na aweze kumtia nguvu. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini pia tumekuwa katika ziara humo tukihimizana juu ya masuala yanayohusiana na sinodi. Tuna sinodi. Mgeni karibu, mwenyeji apone. Mimi natazamia hii kwaya bila shaka itakuwa ndio kwaya bora katika sinodi ya mwaka huu. Tunapenda kwa kweli kuwapongeza sana. Kabisa, yani mimi ninavyoangalia hapa sijaiona kwaya yenye nguvu kama ya kwenu. Kwa hiyo tunatazamia kwamba ninyi mkitokea pale kwenye sinodi lazima kieleweke. Kwa hiyo tunapenda kuwaomba na kuwatia moyo, jaribu kutia nguvu, kutia juhudi na maarifa, ili kwa njia hiyo siku ya sinodi kila mtu kwa kadri anavyoweza, wa kuimba aimbe,
wa kutoa mchango achange, wa kufika kuhudumia ahudumie, kila mmoja kwa nafasi yake aweze kuihudumia sinodi iweze kufanikiwa. Bwana asifiwe sana. Lakini tujue jambo jingine lilikuwa ni la Pasaka. Umurua ya bati Pasaka yale lepa inakaribia kudondoka hapa. Pasaka ipo hapa. Hamjajua tarehe ngapi Pasaka? Tarehe 5 ni Pasaka. Kila mmoja wetu hapa, mimi natazamia usharika huu uwe usharika wa kwanza katika jimbo. Tusije tukanani, kila mmoja ajitie moyo hapa. Yaani tunaondoka hapa hakuna kufanya nini? Hakuna kulala. Kila mmoja aweke juhudi yake, kila mmoja aweke nguvu yake, kila mmoja aweke jitihada ili tuweze kufanya vizuri. Huko ndiko kumkaribia Bwana. Bwana akuone katika ukaribu wako, katika ukiwa karibu naye, ukifanya karibu naye. Na Mungu atusaidie. Mungu atuwezeshe. Kila mmoja wetu jamani, mimi nipende kuwaomba usisite kujitokeza kwa Bwana. Usikae, yani mimi nafurahi ninapowaona hapa mpo mnaimba, mnafurahi, mnashangilia. Mimi hapo nasikia rohoni nafurahi kwamba kumbe hata Mungu akiwa anatafuta, haendi kuwatafuta huko mitaani, anawakuta mko wapi? Mko kanisani kwa Bwana. Zaburi inasema, nami nitakaa nyumbani kwa Bwana milele. Ukae kwa Bwana milele. Ukae karibu na Bwana. Tena ukae karibu naye ili hata akitaka kukutuma, Bwana akutume ukiwa karibu na nani? Na huyo Mungu. Kwa hiyo mimi nipende kuwatia moyo kwamba sasa tunatazamia kwamba usharika huu sasa ni usharika wa kwanza. Tena si hapa tu, ni usharika wa kwanza hata katika dayosisi. Mpige hatua, msimame vizuri, mwende mbele. Yaani mimi ninavyoangalia, nikiangalia kanisa ile kanisa sasa linakuja kuwa kanisa kuu la huku. Kanisa kuu ambalo linakuja kushinda makanisa mengine yote. Nilikuwa namwambia mchungaji, yaani usharika umejenga nyumba ya mchungaji nzuri mno. Makofi mengi kwa ajili yake. Nzuri mno. Bwana azidi kuatia nguvu. Nyumba nzuri kweli kweli kama ile. Mmeiweka hapa. Tena kwenye mlima. Unajua mimi nilipofika hapa nikaona kama hapa ndipo mlima Mizeituni Yesu alipokuwa anakwenda kuomba wapi? Kumbe ni hapa. Lakini kweli kama ni hapa ni hivi. Kweli na mimi nasikia furaha. Mungu azidi kuatia nguvu. Mungu azidi kuwawezesha. Mungu azidi kuwainua. Mungu azidi kuwapigania. Mikono yenu itakachokishika kiweze kuzaa matunda katika jina la Yesu. Usipungukiwe bali uongezeke katika jina la Bwana. Mungu akubariki sana, akubariki mjini, akubariki vijijini, akubariki nyumbani, akubariki kanisani, popote utakaposimama baraka zimiminike katika jina la Yesu. Mungu atusaidie tangu sasa na hata milele. Amen.
viungo vya Bwana Yesu. La, tutende kazi zetu kwa umoja, tukizitumia karama, kwani sisi sote tu mwili mmoja, tu viungo vya Bwana Yesu. Tutende kazi zetu kwa umoja, tukizitumia karama, kwani sisi sote tu mwili mmoja, tu viungo vya Bwana Yesu. Tutende kazi zetu kwa umoja, tukizitumia karama, kwani sisi sote tu mwili mmoja, tu viungo vya Bwana Yesu. Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akuangazie uso wake na kufadhili. Bwana akuinue uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi tunawashukuru sana nyote kwa jinsi mlivyoweza kujumuika mahali hapa tulivyoweza kufanya ibada, lakini tunapenda kuwakaribisha nyote, na zaidi kila mmoja amkaribishe kila mtu. Kesho tutakuwa na ibada kubwa hapa kanisani. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha kila mtu. Mimi kwa kweli nimefurahi, kwaya imenifurahisha. Ninafikiri kwamba tukifika kule tutaikaribisha hii kwaya kanisa kuu, ili siku moja muweze kufika kanisa kuu na kwa kweli kuweza kumshukuru Mungu na kuhamasisha wa kanisa kuu waweze kuimba kwa jinsi. Tunapenda kuwashukuru sana. Asante.